Nilimwita mchangiaji wa mwisho Mheshimiwa Chief Thomas Kitima. Asante sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kuchangia hotuba ya waziri wa fedha pamoja na waziri wa mipango na uwekezaji. Mheshimiwa mwenyekiti, awali ya yote nizipongeze hizi wizara kwa kazi kubwa wanaoifanya, kazi ambayo tunaenda kuisimika rasmi tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa maana ya kuwa msingi wa dira ya taifa ambayo tumeizungumza humu ndani kwa kipindi kirefu. Sasa msingi huu tunaenda kuanza kupitia bajeti hii ambayo sisi kama wabunge tunajadili kwa wakati huu. Niwapongeze sana kwa kazi kubwa, na ukiangalia shabaha ambazo zimewekwa ni pamoja na kwamba kuongeza ajira kutoka 981,000 mpaka 1,700,000 kutoka mwaka 2024, lakini pia kuhakikisha nakisi ya bajeti yetu inakuwa chini ya 3%. Lakini sio hivyo tu, wamesema ya kwamba watahakikisha ya kwamba tunaongeza pato la taifa kwa maana ukuaji wake kwa 0.4 kutoka 5.9 mpaka 6.3 kwa mwaka huu ambao tunaenda kuanza. Hilo ni jambo zuri sana, lakini bado balozi kwenye hili eneo tuliangalia vizuri. Nasema hivyo kwa sababu nchi zilizoendelea sana ndio zinatembelea humo kwenye wigo mdogo, kwa sababu tayari wamefika wakubwa, tayari wameshakuwa saturated, kwa sababu kama kuwekeza wamekwisha kuwekeza sana. Sisi tunapoanza dira hii kwa ukuaji huu wa 0.4 kama difference kutoka mwaka jana 5.9 mpaka 6.3, mimi binafsi nilikuwa natamani tuone kwamba tunapoanza mwaka wa kwanza basi tukimbie na sio kuchechemea, tuende kwa ukuaji kuanzia 10% kwa maana ya double digit, ili tuweze kufikia hiyo dira ambayo tunaifikiria. Tunaweza tukasema tukaenda kwa asilimia hizi, hiyo tuende nazo huko mbeleni. Najua kwamba nchi kama China 4.8, Marekani ni chini ya hapo, India ni 6.5, lakini sisi tunatakiwa tuende juu, kwa sababu kama incentives kwa uwekezaji tumeshazitoa za kutosha, tunapaswa tuone uchumi wetu unakuwa kwa spidi kubwa. Lakini nimesema tunaongeza mapato ya ndani kutoka asilimia kwenda hadi asilimia 17.1, lakini mapato ya kodi kutoka asilimia 13.1 mpaka 13.7, na pia tumesema kwamba akiba ya fedha za kigeni itaweza kutosheleza hadi miezi 4. Mimi nawapongeza sana kwa kazi kubwa, lakini kingine nimesema kwamba mtaendelea kulinda mfumuko wa bei usizidi 5% katika pato letu la taifa. Mimi niwapongeze sana katika hilo. Lakini pamoja na hayo, ili uchumi wetu ukue, lazima tuhakikishe kwamba tuna sera nzuri, tuna sheria nzuri, sheria rafiki ambazo zitawavutia wawekezaji, sheria za kikodi, sheria za kitaasisi na makampuni mbalimbali, ili wawekezaji waone ni sehemu salama kuwekeza mitaji yao. Lakini jambo lingine, lazima tuhakikishe ya kwamba hii labor force, nguvu kazi ya taifa, inatumika ipasavyo kwenye shughuli mbalimbali za uzalishaji. Lakini mali asili tulizo nazo, hizi natural resources, zitumike ipasavyo. Tuna mlima Kilimanjaro kwa maana utalii, tuna mbuga za wanyama ambazo tunaweza tukavutia watalii wetu wakaja kutembea na tukapata pesa nyingi. Kwa hiyo lazima tuangalie katika hayo masuala. Lakini kwa masuala ya teknolojia lazima tuhakikishe tunakwenda mbele. Lakini nipongeze Mamlaka ya Mapato Tanzania kwamba inawekeza kwenye mifumo mikubwa, mfumo wa IDRAS, mfumo wa TANSIS. Lakini sio hivyo tu, kuna sekta nyingine na wamewekeza, kuna mfumo wa Tausi, kuna mfumo wa Nesti. Tutakapowekeza kwenye mifumo hii, tutajihakikishia kwamba kwa kweli hii dira tunaenda kuitekeleza kwa wakati. Na ukiangalia tukitumia midaki, kwa mfano kwa TRA, tutaweza kuongeza wigo mkubwa wa mapato na tutaweza kuendeleza nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia mambo makubwa ya kiuchumi, mimi nizungumzie kuhusiana na bandari. Tanzania tuna bandari kubwa 3 ambayo ni Tanga, Dar es Salaam na Mtwara. Lakini nilikuwa nafikiria kwa nini tusione kwamba kuna haja hizi bandari zingine ya Pangani
pamoja pengine na hii ya wapi Kilwa, pia tukaziendeleza zikawa bandari kubwa, ili katika mwambao wa pwani tuwe na bandari nyingi, ili tuondoe mizigo mingi Dar es Salaam. Dar es Salaam sasa hivi imeshazidiwa, imeshalemewa. Tuifanye ule mwambao wa pwani wote uweze kupokea mizigo, kwa sababu tayari rasilimali hiyo Mwenyezi Mungu amekwisha tujalia. Mimi nilikuwa na shauri sana. Kwa mfano, ukichukua nchi kama Colombia ina bandari 11, na hii nchi usawa wake, ule mtandao wake wa bahari ni sawa na kwetu. Ukichukua nchi kama Madagascar ina bandari 6 kubwa ambazo uwanda wake au upana wake wa bandari unafanana na kwetu Tanzania. Lakini ukichukua nchi kama Ireland ina bandari 5 kubwa ambao usawa wake, urefu wake unafanana na kwetu Tanzania. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri na sisi tufungue bandari nyingi kadri tuwezavyo. Ukienda China na ukienda India ni bandari kubwa zaidi ya 15 ambazo zinapokea mizigo, zinapokea shehena. Tutakapofungua bandari ya Tanga kwa mfano, tukaiwekeza vizuri, ama bandari ya Bagamoyo tukaiwekeza vizuri, tutahakikisha kwamba njia nyingine za uchumi zinafunguka, ikiwemo barabara. Mfano mzuri, barabara kutoka Tanga kupitia Hanbi, kwa sababu hatujafungua matoleo kule bandarini. Mzigo ukija automatic tutapata chance ya kusafirisha mizigo yetu. Kwa hiyo barabara ya Handeni mpaka Singida pale njia panda Makyungu itaweza kujengwa kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapanga vizuri. Ni kweli tunapanga vizuri. Ni mimi naomba tutekeleze. Nina mfano dhahiri kabisa. Hivi sasa hivi kwa mfano mkoa wa Singida tulipanga bajeti ya uwekezaji kwenye maji. Na bahati nzuri naibu waziri wa mipango yuko hapa. Tulipanga bajeti ya maji bilioni 10. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza imeenda bilioni 1. Kwa hiyo kama tunapanga alafu hatutekelezi kwa kiwango ambacho tumekusudia, hatutaweza kutekeleza hii dira ambayo sisi tumeamua kama nchi kuitekeleza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze pia Wizara ya Fedha na serikali tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona inaweza kupunguzia wawekezaji wakubwa kodi ya VAT, kwa maana ya kuongeza muda ama kuondoa lile zuio la sura namba 332. Imeongeza wigo kutoka milioni 100 mpaka milioni 200 kwa mtu anayekadiriwa makadirio ambayo haandai vitabu. Hiyo ni jambo zuri kwamba sasa walipa kodi ama wigo. Mimi niombe, kwa kuwa tumefungua wigo huo na tumeweza kuruhusu mwaka mzima mtu anaanza biashara, basi afanye kwa utulivu pasipo kubughudhiwa. Hii 4.5% ambayo tumeongeza kutoka 3.5% itakuwa ni kiunzi. Hatutawatendea haki hao watu ambao tumewapa fursa ili waanze biashara zao, alafu wakishaanza kulipa kodi tunaenda kuwakata 4.5%. Pia mimi nashauri, kwa sababu wigo walipa kodi ni mdogo, zaidi ya 50% hawalipi kodi watu wa nchi hii. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri turuhusu hawa watu waingie, lakini kodi yao isiwe kubwa kama tulivyopendekeza. Lakini ni shauri pia, kwa kuwa tuna mamlaka nyingi, kuna mamlaka za vitambulisho, kuna leseni mbalimbali, tungeunganisha zikawa moja. Mtu akienda NIDA 10 ya ushuru wa forodha kwa mizigo ya mafuta yanayoagizwa kutoka nje. Kule kwetu Singida tunalima alizeti. Ushuru huu kuongezwa utazuia wale wanaoagiza mizigo nje, mfano mafuta ya chikichi, mafuta ya alizeti. Atasaidia wakulima wetu walime, wajinafasi, ili waweze kuuza katika bei ambayo nzuri na tutashindana kibiashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ya ushuru wa forodha na bidhaa sura 146 ambapo imeelezea kwamba tunaongeza ushuru kwa magari ambayo yana umri mrefu. Kwa mfano magari ambayo yana miaka 8 mpaka 10 tumesema tunatoa kutoka 15% mpaka 20%, na magari ya miaka 10 mpaka 20 30% mpaka 40, na magari yenye umri wa miaka 20 na kuendelea 50%. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikwambie tu, watu wanaonunua magari chakavu ni maskini. Watu wanunua magari ndio hawa wakulima, ili wasombe mihogo yao, ili wasombe matikiti yao, walete sokoni. Tutakapoongeza kodi hii tutawafanya washindwe kununua magari haya. Mfano mzuri ni Mitsubishi Kentagat au Mitsubishi FB 70. Taarifa Mheshimiwa Kiswaga. Asante. Mchangiaji anachangia vizuri na rafiki yangu, lakini hatuwezi kufanya nchi iwe dumping place. Kwa hiyo lazima tujikaze tu, tufunge mkanda. Asante sana. Taarifa tu. Mheshimiwa Chief Kitima, unapokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Mwenyekiti, hii taarifa sipokei kwa sababu naelewa magari yakija ambayo yana umri mrefu
vile vyuma vinatumika kama vyuma chakavu kwa sababu ni malighafi tayari. Sasa hivi kuna viwanda ambavyo vinayeyusha hivyo vyuma, kwa hiyo haiwezi kuchafua hali ya hewa. Najua konsani yako ya kimazingira, lakini hakuna hicho kitu, kwa sababu yote yanatumika. Mengine yanatumika kama vipuri endapo hayataweza kufanya kazi, lakini bado kuna faida kubwa. Kwa mantiki hiyo, nataka nikusemeje, Mheshimiwa Kitima, na muda wako Taarifa. na muda wako umeisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie. Wind up. Naomba nimalizie. Wind down. Naomba nimalizie kwa hilo. Mheshimiwa Anamaliza muda, kwa hiyo siwezi kutoa taarifa. Endelea. Asante sana Mwenyekiti. Nilikuwa namaliziaje kwenye hilo? Kwa maana gani? Gari namba hizo ambazo nimezitaja kwa maana ya chassis FB 70 utakapoliagiza leo hii hiyo gari, kodi ya TRA ni milioni 12 ambayo CIF yake ni dola 4,600. Kodi yake itakuwa ni milioni 12 kwa gari hii kabla hatujabadilisha hizi sheria zetu. Kwa mantikio, kama kodi ni milioni 12 na gari dola 4,000, utaona CIF ama gharama kununua gari ni milioni 12 na kodi yake ni milioni 12 kwa maana ya tozo zote. Sasa tutakapoongeza kodi hii ya 50%, hii gari tutainunua, badala ya kuinunua gari milioni 12 kwa maana ya kodi, ukijumlisha na CIF mara yake milioni 24, tutainunua kwa milioni 28. Sasa tunaenda kumwadhibu mkulima, tunaenda kumwadhibu mtu wetu ambaye tunataka tumtegemee. Asante. Ukizingatia kwamba tumeweza kuwapa relifu wawekezaji wengine ambao wenye mitaji mikubwa. Kwa hiyo machache, nashukuru sana, naunga mkono hoja. Asante sana Mwenyekiti. Asante sana. Nakushukuru sana. Mheshimiwa, watoa taarifa wao wanatoa mapema. Anapo wind down maana yake sio muda wa taarifa tena. Hana muda wa kujibu. Kitu ndio kinasema